Halo, habari za leo. Karibuni tena Pedo and Rose Stories. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu niko salama. Leo nataka nizungumzie hatua za mwisho za mtu ambaye ameacha kunywa dawa za ARV. Kwa hiyo hatua za mwisho za ukimwi. Yaani huyu mtu sasa anakuwa amepata nini? Ukimwi. Kwa sababu kama wewe ni muathirika, umegundulika una VVU na umeandikiwa dawa za ARV, lakini hutaki kunywa dawa kwa sababu unazozijua wewe mwenyewe au umeambiwa na watu au hisia zako wewe mwenyewe kwamba dawa za VVU ni sumu mwilini. Kwa hiyo unaacha kunywa dawa. Utakapoacha kunywa dawa, hivi VVU vitaendelea kuharibu kinga yako ya mwili taratibu wewe bila kujua. Kwa hiyo unakuja kufikia sasa zile hatua za ukimwi. Hatua za ukimwi sasa unaumwa, unalala kitandani. Yaani unakuwa kama enzi za miaka ya 80, miaka ya 90. Wahenga wanapozungumzia miaka ya 80 wanaelewa. Wale waliokuwepo kipindi kile na waliowaona wagonjwa walivyokuwa wakitaabika, jinsi walivyokuwa wakiugua. Kwa hiyo unapata sasa dalili za ukimwi. Namba 1, kuvimba matezi kwa pani au kwenye kinena kwa muda mrefu. Yaani unavimba matezi humu na mengine humu kwenye kwapa au kwenye kinena kwa muda mrefu. Maambukizi sugu. Unapata maambukizi sugu yasiyotibika kama kuhara. Elewa kwamba mwili wako hauna kinga. Kwa hiyo unaweza ukapata kuharisha kusikokwisha na kuharisha kusikosikia dawa. Hata ukienda hospitali unapima, unapewa dawa, lakini kuharisha kuko pale pale. Na huku kuharisha, unavyozidi kuharisha kuna kufanya sasa upungue uzito. Kwa hiyo unapopungua uzito ni dalili mojawapo pia sasa unakonda, unakuwa mwembamba. Alafu kuna kikohozi ambacho kinaweza kukupelekea ukajikuta kwamba unapata kifua kikuu. Elewa kwamba mwili wako hauna kinga ya kupigana na magonjwa haya nyemelezi. Haya yanaitwa magonjwa nyemelezi. Haya kuharisha, kifua kikuu, kupata pneumonia, vidonda mdomoni, na unakuwa na utando mweupe kwenye fizi, kwenye lipu huku na kwenye ulimi. Kandinda inaitwa. Sasa hii kwa kukusaidia labda utumie maziwa ya mtindi inaweza kukusaidia, kwa sababu elewa kwamba hii kandinda hii itakuwa imeenda mpaka kwenye koo, mpaka kwenye utumbo mkubwa. Unaona? Kwa hiyo inakusababisha wewe uwe unaharisha mara kwa mara. Alafu unakuwa na uchovu mkubwa usiopata hata ukipumzika. Yaani uchovu unakuwa unachoka tu. Hata ukipumzika bado utajisikia umechoka. Alafu kupumua kwa shida. Kupumua unakuwa unapumua kwa shida. Alafu jasho jingi usiku linalolowenesha nguo. Yaani usiku ukiwa umelala unatoka jasho jingi sana. Mpaka nguo zinaloa, hata mashuka uliolalia yanaloa. Hizi zote ni dalili za ukimwi. Hizi ni hatua za mwisho. Homa sugu inayodumu zaidi ya mwezi. Unakuwa na homa ambayo inadumu zaidi ya mwezi. Hii homa inakuwa haiishi. Unaenda hospitali, unapewa dawa, unameza, inatulia, inaibuka tena. Kwa hiyo unakuwa na zile homa za mara kwa mara zisizokwisha. Alafu kupungua uzito, nimezungumza hapo. Sasa kupungua uzito huku kunasababishwa na kule kuharisha. Kuharisha kwa muda mrefu kuna kufanya sasa wewe upungue uzito. Kwa hiyo ndugu zanguni, mimi nawasisitiza wale ambao hamtaki kunywa dawa za ARV, mkisikiliza video hii na mkikutana na video hii, naomba mchukue dawa zenu muanze kumeza.
ili muepuke kuja kufika kwenye hizi hatua ambazo nimezitaja hapo juu. Usiweke dawa zako kwenye kabati, wala usizifungie, wala usizitupe. Usidanganywe na mtu, wala usijidanganye wewe mwenyewe kwamba ARV ni sumu. Nachotaka kukuambia ni kwamba ARV ni uhai, na ukiitumia vizuri ndani ya siku 90 unakuwa U equals U. Undetectable means untransmittable. Huwezi kuambukiza mtu yoyote yule. Kwa hiyo tumia dawa zako katika muda uliojipangia. Usiwe mtumwa wa dawa. Jipangie muda sahihi wa kumeza dawa zako. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Msisahau kushare video hii na mtu mwingine aweze kumsaidia. Ukishare na mtu mmoja utakuwa umeokoa mtu mmoja. Msisahau kulike na msiache kucomment. Asanteni sana.